Ili kufahamu zaidi kuhusu mashambulizi hayo ya Israel huko Gaza, sasa naungana na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rahbi, yuko studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rahbi, kwa nini Israel inaendelea kukaidi juhudi za kusitisha vita na bado inaendelea kuishambulia Gaza? Nashukuru Bwana Ron. Israel uamuzi wake kwa sababu bado unaungwa mkono na mshirika wake mkuu ambaye ukiangalia kuwa ana nguvu zaidi kuliko hata hicho kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa, kwa sababu unaona mashirika makubwa ya Umoja wa Mataifa yanatoa lawama tu, lakini Umoja wa Mataifa pia unalalamika, lakini hakuna hatua wanazoweza kuiwajibisha Israeli, kwa sababu nyuma ya Israeli kuna green light ya Marekani ambayo inaiambia fanya. Bila ya uwepo wa Marekani na washirika wa Magharibi, Israeli haiwezi kayafanya haya, lakini imekuwa ikipata uungwaji mkono ambao sio wa moja kwa moja, lakini ni uungwaji mkono ambao hauna shaka, kwa sababu tumeona nchi za Magharibi zikiunga mkono. Hata juzi tu Uingereza, mahakama ilitupilia mbali mashtaka yaliyofunguliwa na mashirika ya kutetea raia ambayo yalitaka kusitishwa usafirishaji wa vifaa vya ndege za F-35 ambazo Israeli inazitumia zaidi kule Gaza. Kwa hiyo nyuma ya mashambulizi ya Israeli kuna baraka nyingi kutoka kwa nchi za Magharibi. Naam, kumekuwa na tetesi kwamba Hamas inawahatarisha wakazi kwa kuweka vituo vya misaada katika maeneo hatari ambapo watu wako kwenye ukanda wa Gaza. Je, taarifa hizi ni za kweli? Nadhani mgawaji mkuu wa misaada Gaza sio Hamas, ni hii GHF ambayo inashutumiwa pia kwa kufanya hivyo. GHF ambayo inashirikiana kati ya Israeli na Marekani. Ukiangalia Umoja wa Mataifa wanapinga uwepo wao huko hapo. Tangu wameanza kugawa misaada tarehe 26 ya mwezi Mei mpaka sasa zaidi ya Wapalestina 500 wamekwisha uawa katika vituo vya ugawaji wa misaada, lakini zaidi ya 4,000 wamekwisha kujeruhiwa. Gazeti la Israeli la mrengo wa kati la Haaretz wiki jana liliandika taarifa ambayo ilikuwa inashutumu kuwa kuna askari wa Israeli waliagizwa kabisa kuwalenga, hii ni kwa mujibu wa gazeti la Israel, kuwalenga Wapalestina ambao hawakuwa na silaha yoyote. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa taarifa ya Hamas, kwa sababu misaada haigaiwi na Hamas, misaada inagaiwa na GHF. Sasa GHF wanahusika kabisa na haya mauaji, licha ya kuwa wanakanusha, huku Israeli ikisema kuwa inafanya uchunguzi yenyewe, yani kuwa anayeshutumiwa kuua ndio anafanya uchunguzi, lakini hajatupa uchunguzi wa kilichotokea miezi miwili iliyopita baada ya wahudumu wa Umoja wa Mataifa 15 kuuawa na kikosi cha Golan, lakini hajatupa uchunguzi wa vifo vya Wapalestina 350 waliouawa 2023 mwezi Novemba kwenye hospitali ya Baptisti. Hajatupa uchunguzi, ilikuwaje? Rahbi, Israel inafaidika vipi kwa haya yote, na upi mpango wao ama hatma yao katika siku zijazo? Faida pekee ambayo wanakuwa nayo ni ile ya serikali ya mrengo wa kulia ambayo iko hapo. Unafahamu kuwa serikali ya mrengo wa kulia haikubaliani na usitishaji, na mara kadhaa ilinukuu hata mawaziri wake wamezungumza kuwa mateka sio lengo lao kuu. Lengo lao kubwa wao ni Hamas na eneo la Gaza. Kwa hiyo kuna mpango miwili ambayo iko pamoja katika hili. Kuna faida ambayo Netanyahu alikuwa nayo kujiongeza kwenye vita ili aweze kukwepa mashtaka yake, lakini kuna faida ya pili ya serikali, muungano wa serikali ya mrengo wa kulia ambayo mara nyingi wanataka ardhi. Kwa hiyo kipindi hiki ambacho ndio wanachofaidika navyo vizuri, lakini unaona kama Trump anataka kuanza kulitatua hili. Kuanzia wiki jana anaagiza serikali ya Israeli kumfutia mashtaka Netanyahu yanayomkabili ili Netanyahu aweze kumaliza, kwa sababu bila Marekani kumpa dhamana Netanyahu hawezi kumaliza hii vita, kwa sababu anafahamu kuwa kumaliza vita hii ambayo ndio imebaki pekee, kwa sababu Iran imekwisha, Hezbollah imekwisha, bila kumaliza hii vita au kusema amalize vita bila kupata kinga yoyote, mwisho mashtaka yake yataendelea na kesi ambazo amekuwa akizikwepa zaidi ndani ya Israeli. Rahbi, katika siku za hivi karibuni ilionekana kwamba tuko karibu kabisa kushuhudia usitishwaji kamili wa vita, lakini hali inaonekana bado ni tata zaidi. Nini kingine lazima kifanywe, au sasa hali ni hivi tu bila matumaini yoyote? Marekani pekee ndio ana uamuzi wa kufanya hicho, kwa sababu unakumbuka makubaliano ya mwezi Januari 19 ilikuwa ni shinikizo la Marekani, lakini unakumbuka usitishaji wa vita wa Hezbollah ambao ulifanyika Novemba mwaka jana, ilikuwa ndio kipindi Trump ameshinda, na Trump alisema ni kwa sababu yake, licha ya kuwa serikali ilikuwa bado ya Biden, lakini alisema ni kwa sababu yake. Lakini hata juzi tumeona usitishaji wa vita ya Iran, vita ya siku 12, pressure kubwa ilitoka kwa Marekani. Kwa hiyo Marekani pekee ndio mwenye uamuzi wa kuamua kuwa Israeli ibaki kwenye vita au iondoke kwenye vita. Shukran sana Ibrahim Rahbi kwa tathmini hiyo ya kina. Ni mchambuzi Rahbi tukisema naye kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Matangazo yetu ya redio pia